Idhaa hii ya Kiswahili, msikilizaji, ya DW imethibitisha kwamba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilianza jana siku ya Jumatano na yanaendelea hii leo. DW imethibitisha hayo baada ya vyombo mbalimbali vya habari kuripoti kwamba mazungumzo hayo ya Doha nchini Qatar yameahirishwa. Nimezungumza na mwenzangu Salim Mwanamilongo ambaye ametoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na kinachoendelea. Kulikuwa na mkanganyiko wa taarifa kuhusu mazungumzo hayo, lakini pande zote mbili zimethibitisha kwamba mazungumzo yalianza jana na yanaendelea hii leo. Kwa hiyo ni vigumu kuwa na taarifa rasmi kwa sababu upatanishi uliwasihi wajumbe kutoka pande zote mbili kwamba ili kuendesha mazungumzo pasina na shinikizo nyingi kutokana na vyombo vya habari, kusiwe na taarifa tolewa kwa vyombo vya habari, bali wenyewe watatafuta muda wa kuweza kutangaza ama kutoa taarifa hizo. Lakini duru za kuaminika ambazo tumezungumza nazo zimetuambia kwamba wajumbe wote wawili wako Doha na walikuwa na kikao jana na kikao kingine kinaendelea leo. Katika taarifa ambazo zimeonyesha kwamba mazungumzo haya yameahirishwa, ilitajwa kwamba M23 walitoa madai mapya au mapendekezo mapya ili mazungumzo haya yafanyike. Je, yalikuweko kweli mapendekezo mapya yaliyotolewa na M23 au hiki nacho tunafahamu nini mpaka sasa? Kwa kweli masharti mapya yapo kutoka kwa kundi la M23, na ifahamike kwamba kulingana na duru na taarifa tulizonazo ni kwamba ujumbe wa serikali ulioko Doha unawakilishwa na wataalamu pekee, sio ujumbe wa ngazi ya juu kama vile mawaziri ama maafisa wakuu wa serikali. Taarifa zinasema kwamba Bertrand Bisimwa ni kiongozi wa kundi la M23 na naibu kiongozi wa vuguvugu hilo la AFC M23 ndio ameongoza ujumbe huo huko Doha. Na kwanza walitaka Rais Felix Tshisekedi mwenyewe atangaze rasmi kwamba anakubali mazungumzo ya ana kwa ana baina ya serikali yake na waasi wa M23. Pili, kuondolewa vikwazo vyote walivyowekewa viongozi wa M23. Umefahamu kwamba wengine walihukumiwa adhabu ya kifo, wengine kuna hati ya kukamatwa, kuachiliwa huru wafungwa ambao ni wanachama wa M23 na wale ambao ni washirika wao. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ni vigumu kufahamu hatua gani itakayochukuliwa. Ni kitu gani ambacho unafikiri kimewachochea au kimewasukuma M23 kuja na mapendekezo ya namna hii kati ambapo tayari wamekubali kuweko kwenye meza hii ya kuzungumza moja kwa moja na serikali? Umejua ni wao ambao wamekuwa na nguvu ya kijeshi, kwa hiyo serikali ya Kongo imekwenda huko kwa shingo upande. Ni swala ambalo walikuwa hawakubali. Kwa hiyo mtu ambaye amekuwa na nguvu ya kijeshi kwenye uwanja wa mapigano anakuwa wa kwanza pia kuweka masharti mengi kabla kwenye meza ya mazungumzo. Ni kawaida, lakini upatanishi huenda unaweza kuingilia kati, kwa sababu cha muhimu kulingana na duru huko Doha ni kwamba upatanishi unataka kwanza kuweko na saini ya usitishaji mapigano kwa pande zote mbili. Umesema kwamba kwa mazingira haya yaliyojitokeza mtu hawezi kujua hatua inayofuatia, lakini Mwanamilongo, unaamini serikali itayazingatia mapendekezo ya M23 na hatimaye kufikiwa suluhu? Bado ni mapema mno kuweza kuzungumzia hilo, lakini itategemea na nia nzuri ya pande zote ikiwa wanataka kufikia hatua fulani. Huyo ni mwenzangu Salim Mwanamilongo tuliyezungumza kuhusiana na kile kinachoendelea huko Doha kwenye mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Kongo. Na tufuatilia hivi sasa, natumai kwamba unatupa like huko na vile vile unashare kupitia kwenye Facebook na kwingineko kote huko. Tunahitaji hizo shares na kulike. Kwa hiyo tunakupeleka hivi sasa kwenye taarifa yetu inayohusiana na mauaji huko nchini Kenya ya takriban wanawake 129 katika taifa hilo la Afrika Mashariki katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2025, huku karibu visa vyote vikiripotiwa kuwa mauaji. Hayo ni kulingana na takwimu kutoka Huduma ya Taifa ya Polisi na Kituo cha Taifa cha Utafiti wa Uhalifu. Ripoti hiyo inajiri huko visa hivyo vikizidi kuongezeka. Shisia Wasilwa ana taarifa hiyo.
Ripoti hiyo inayochora taswira ya kuhuzunisha inaonyesha kuwa mwezi wa Machi ulisajili idadi kubwa zaidi ya mauaji ya wanawake kwa visa 44, ukifuatiwa na Januari iliyorekodi vifo 43 na Februari vifo 42. Asilimia 60 ya visa hivyo vinaonyesha kuwa waathiriwa waliuawa na jamaa zao wa karibu. Nairobi iliongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya mauaji ya wanawake kwa visa 19, ikifuatiwa na majimbo ya Kiambu iliyoandikisha vifo 17, Kilifi 16 na Trans Nzoia 13. Takwimu hizi zilitolewa wakati wa mkutano wa jopo kazi la kiufundi kuhusu ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake ambao pia uliashiria